Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu toka Kivu leo 24 ya mjambo. Kwa mara tena karibu katika dira zetu za Oktoba 23 mwaka wa 2025. Tunakutangazia toka mashariki mwa DRC. Natasha Mingo Andrea ni msomaji wa siku tukiwa Sauti Kivu. Tuangazie dira zetu na habari za elimu. Taasisi ya juu ya Bukavu ya ualimu ISP Bukavu imefunga mwaka wa masomo wa 2024-2025 kwa hali ya juu na inaahidi kuendelea kupanda kwake. Yote hayo ili kudumisha ubora wa ufundishaji na kuboresha mazingira ya elimu Kivu Kusini licha ya changamoto zinazohusiana na usalama na shida ya kifedha. Ufafanuzi huu umetolewa Oktoba 22, 2025 na kaimu mkurugenzi mkuu wa ISP Bukavu wakati wa hafla ya kufunga mwaka wa masomo mara mbili na uitishaji wa shahada za kitaaluma. Hii inahakikisha zaidi ya pasenti 60 ya mafanikio kwa mwaka wa masomo wa 2024-2025 katika ISP Bukavu. Matokeo hayo ni matokeo ya bidii na ushujaa wa washirika wetu wa elimu. Kwenye nafasi hiyo, mabalozi wa kitaaluma wa ISP Bukavu na wahitimu wa mifumo ya zamani ya PADEME, LMD na DEA wameahidi kutetea taasisi yao baada ya programu hii. Wanatuhakikishia kwamba wao ni waundaji wa kazi na sio watafutaji wa kazi. Ufaulu wa kielimu licha ya changamoto zinazohusiana na mgogoro wa usalama na kifedha unahalalisha idadi ya wahitimu zaidi ya 400 waliotumwa kwenye soko la ajira na ISP Bukavu. Kwa hili, kaimu mkurugenzi mkuu wa ISP Bukavu anaongeza kuwa wanachuo kadhaa hawakujiandikisha kwa kipindi cha kwanza kutokana na mzozo wa usalama mashariki mwa DRC. Profesa Amisi Safari anaahidi kuendeleza ukuaji wa taasisi hii ya umma kupitia ufanisi wa kisasa na uwekaji wa kidijitali wa huduma zake za kifedha, bajeti, ratiba na masomo pamoja na kuboresha majengo yake katika mwaka ujao. Kwa ufupi, kiongozi mkuu wa ISP Bukavu anawaalika wazazi kuwapeleka watoto wao kunako ISP Bukavu ili wanufaike na elimu ya kipekee. Taasisi hii ya elimu ya juu mjini Bukavu inatoa nyanja kadhaa za masomo zikiwemo sanaa na ubinadamu, ukarimu na utalii, sayansi ya lesi, sayansi ya kibiashara na sayansi ya utawala na mifumo ya taarifa za usimamizi. Elimu tu. Wahitimu wa zamani na wapya wamealikwa kujiandikisha katika Sepromade Inike ISGA. Hii ni kufaidika na mafunzo bora katika usimamizi na masoko. Wito huu umetolewa na Profesa Dr. Matwara Zabazande, mkuu wa chuo kikuu hiki. Ilikuwa wakati wa hafla ya ufungaji wa mwaka wa masomo wa 2024-2025 iliyofanyika Jumatano Oktoba 22, 2025 katika jiji la Bukavu. Wakati wa sherehe hii, mamlaka ya kitaaluma ya chuo kikuu cha Sepromade Inike ISG ya Bukavu ifuatiwa na mwakilishi wa wanachuo ilitoa fursa ya kujadiliana na uandikishaji wapya, maadili ya chuo kikuu cha Sepromade, kiongozi mkuu msimamizi na masoko. Huu ulikuwa ni mpango wa Profesa Emerutu Oscar Saman Oluto. Katika hotuba yake ya ufunguzi mkuu wa chuo kikuu cha Sepromade Bukavu, Profesa Dr. Matwara Zabazande anawataka wahitimu wapya kuongeza uelewa kwa wengine ili kunufaika na ubora wa ufundishaji katika kitivo mbalimbali hata vya uongozi na uchumi vikiwemo vya usimamizi wa logistika, mifumo ya taasisi za usimamizi, usimamizi wa fedha na uhasibu, usimamizi wa ushuru wa forodha, usimamizi wa ushuru na uhasibu, usimamizi wa ushuru na masoko, mbinu na kadhalika. Kwa ajili ya hii, Profesa Dr. Matwara aliongeza
kitivo cha teknolojia na maendeleo na sehemu za usimamizi na usimamizi wa mazingira, usimamizi wa miradi. Chuo Kikuu cha Sepa-Made pia hupanga vitivo vya sayansi ya kijamii, siasa na kiutawala, chanzo chetu kinaeleza. Haya yote yakiwa na ufumbuzi kwa mwaka wa masomo wa 2025-2026, ufunguzi wa idara ya tiba ya viungo katika taasisi ya juu ya mbinu na usimamizi wa matibabu ISTMM ya Inikia ISGA. Idara hii inakamilisha mipango ya hospitali, wakunga, afya ya umma na taasisi za afya. Hivyo basi, umuhimu wa kujiandikisha wahitimu wa zamani na hivi majuzi ndani ya taasisi hii ili wawe waundaji wa kazi na sio watafutaji wa kazi. Usalama. Mashirika ya kiraia ya Bagira yanasikitishwa na ukosefu wa usalama unaoendelea katika jumuiya yao na kutoa wito kwa kuimarishwa kwa usalama wa watu na mali zao. Kiongozi wa shirika hili la kiraia Bwana Janti Kulimushi alieleza hayo katika mahojiano nasi Oktoba 23 Alhamisi mwaka wa 2025. Kulingana na Janti Kulimushi, watu waliokuwa na silaha waliiba maduka mawili ya kuhamisha fedha na kuweza kuchaji betri yaliyokuwa kwenye eneo la Bagira. Ikikabiliwa na hali hii, shirika hili la kiraia linatoa wito kwa watu kuwa waangalifu na kuripoti kesi zote zinazotiliwa shaka kwa idara za usalama. Janti Kulimushi anajadili hili katika mahojiano yaliyokusanywa na manaripota wa Kivu Leo 24. Alisema watu ambao walikuwa na bunduki wameiba ndani ya vituo ambao wanafanya hamo vitu ya kuuzisha vocha na Airtel Money, Orange Money na M-Pesa, na hiyo vituo viwili mtu mmoja ambaye alijeruhiwa na risasi na amebeba kwenye matibabu, na hao warugaruga wamekimbia kwenye njia ambao wanaita Nyamuhinga ya kuenda huko Kabare. Na kwa hiyo tunaambia wakaaji wawe trop vigilant. Na kulikuwa ingine kisa ingine ambayo ilipitikana hapo paka ndani ya kata hiyo, na kwa hiyo tunaambia wakaaji wasiogope na wasikate kitumaini, waone namna gani wataanza tumika na wakadre de base ili tuangalie namna gani hiyo mambo yote itarekebishwa. Na kama wanajua watu ambao wanaweka hao rugaruga wawataje kwenye polisi na kwenye wakadre de base ili usalama ndani ya mtaa Bagira. Afya. Mashirika ya kiraia katika kundi la Mudusa katika eneo la Kabare yanasikitishwa na kuendelea kwa utapiliano wa watoto licha ya juhudi za pamoja za kuongeza ufahamu na uingiliaji kati wa kibinadamu katika eneo la afya. Katika mahojiano nasi mnamo Alhamisi Oktoba 23 mwaka wa 2025, Francois Mubalama, kiongozi wa shirika la kiraia Pamudusa, alitoa tahadhari akishutumu usimamizi duni wa hali ya afya, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa msaada wa kesi za utapiliano wa wastani. Ameongeza kuwa ni utapiliano mkali wa SAM ndio unaopelekea ufuatiliaji wa matibabu. Kutokana na hali hii, mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa mamlaka za afya na washirika wa kiufundi kupanua wigo wao wa kuchukua hatua ili kujumuisha usimamizi wa kesi za wastani ili kuokoa maisha, alisema. Ingawa intervention ya Merced Afrique ikisindikizwa kipesa na UNICEF kwa kupiganisha magonjwa ya malisho mabaya ama malnutrition mu zone de santé yetu ya Nyantende, effectif na maka zinaendelea kuwa enregistre za watoto benye kupatikana na hiyo magonjwa ya malisho mabaya. Hiyo inatokea na kuona ni malnutrition aiguë sévère ndio yo peke inatunziwa na kukamatiwa en charge bure kwa msaada wa UNICEF kupitia mfadhili MDA. Kwa hiyo sisi tunaomba community yetu, wazazi waangalie namna gani watafanya kusudi waboreshe malisho ya watoto wao. Tunaomba wakuu viongozi wa leader communautaire na wa relais communautaire kuwapeleka hima kwenye kituo kia afya watoto wote wenye watakutana biko na hiyo magonjwa. Na tunaendelea kumulilia mfadhili PAM afanye namna yote adisponibilize ma intra
ili bakamate watoto wenye kugonjwa malnutrition aiguë modérée ili wapate afya bora. Afya tu. Zaidi ya visa 58,000 vinavyoshakiwa kuwa na kipindupindu vimerekodiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na Wizara ya Afya. Hii ni moja ya janga kubwa zaidi katika miaka 10 iliyopita, ikionyesha ukubwa wa shida ya kiafya nchini. Hivi ndivyo MSF inavyobainisha katika ripoti yake iliyoonekana mnamo Oktoba 23, 2025. Mikoa 26 kati ya 26 ya nchi hiyo sasa inaathirika. Kuanzia Januari hadi katikati ya Oktoba, zaidi ya vifo 1,700 vimerekodiwa na viwango vya kilizini takriban 3.0%. Mafuriko, migogoro, uhamishaji, makazi na mifumo duni ya vyoo na usambazaji wa maji inachangia kuchochea kuenea kwa milipuko tangu Januari 2025. Médecins Sans Frontieres MSF imeongeza mwitikio wake kwa ugonjwa huu katika majimbo kadhaa nchini kote, ikiwa ni pamoja na Kivu Kaskazini na Kusini, Maniema, Sankuru, Chopo, Equateur, Kinshasa, Mai-Ndombe, Haut-Katanga na Tanganyika. Shirika hili la kibinadamu linasisitiza kwamba kipindupindu lazima kiwe kipaumbele cha kitaifa kama tishio kuu la afya ya umma nchini DRC. MSF inataka hatua zilizodhibitiwa kuhakikisha utoaji wa haraka wa huduma ya matibabu, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa chanjo, upatanishi usiozuiliwa na uwekezaji endelevu katika upatikanaji wa maji safi ya kunywa na usafi wa mazingira. Tutamatishe na habari za soka. Wachezaji watatu wa DRC ni miongoni mwa walioteuliwa kuwania tuzo ya CAF ya 2025. Hao ni Fiston Mayele, Noah Sadiki na Fedeline Ngoi, kipa mahiri. Habari hii imetolewa na wenzetu wa Radio Okapi Alhamisi Oktoba 23, 2025. Kwa mujibu wa Radio Okapi, mshambuliaji wa Pyramid FC ya Kongo Fiston Mayele ameteuliwa mara mbili, ishara ya msimu wa kipekee. Yuko katika kinyang'anyiro cha kuwania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka, ambapo atapambana na nyota wa kimataifa kama vile Mohamed Salah wa Misri. Wakati huo huo, Fiston Mayele pia ameteuliwa kuwania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa Interclub, ambayo inatambua mchezaji bora anayecheza ligi na vikombe vya Afrika. Klabu yake Pyramid FC Misri pia imeteuliwa kwa klabu bora ya mwaka na kuongeza mwelekeo wa pamoja katika utendaji huu wa kibinafsi. Kwa upande wake, Noah Sadiki ameteuliwa kuwania mchezaji bora chipukizi wa mwaka, mchezaji mwingine wa Kongo anayepeperusha bendera ya nchi hiyo. Kiungo huyo mchanga anayechezea Sunderland ya Uingereza pia ni miongoni mwa wachezaji 10 wanaotarajiwa sana barani humo. Uteuzi huu unaangazia maendeleo yake ya haraka na uwezo mkubwa na kumweka miongoni mwa vipaji vya vijana vya Kiafrika kutazama karibu sana. Hatimaye mpira wa miguu wa wanawake wa Kongo pia unaangazia na uteuzi wa Fedeline Ngoi. Kipa huyo wa TP Mazembe yuko kwenye kinyang'anyiro cha kuwania taji la goalkeeper bora wa mwaka. Uteuzi huu unatambua udhabiti wake na uchezaji wake wa hali ya juu langoni kwa mchezo, akithibitisha hadhi yake kama moja wa makipa bora zaidi barani Afrika. Matokeo hayo yanasubiriwa kwa hamu katika hafla ya utoaji wa tuzo za CAF 2025, ambapo tutajua iwapo mmoja wa mabalozi hawa wa soka la DRC atashinda kombe au la. Habari tu za soka. Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
imetoka sare ya goli moja pande zote dhidi ya timu ya wanawake ya Afrika Kusini Jumatano Oktoba 22 mwaka tulimo kwenye uwanja wa Stade des Martyrs mjini Kinshasa. Mechi hii ni sehemu ya mkondo wa kwanza wa raundi ya mwisho ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake mwaka wa 2026. Wenyeji Afrika Kusini walianza kufunga kipindi cha kwanza kabla ya Ruti Kipoi kuisawazishia DRC dakika za nyongezo. Katika kipindi cha pili, hakuna timu iliyofanikiwa kuchukua uongozi licha ya majaribio kadhaa kutoka kwa pande zote mbili. Kwa sare hii, timu hizi mbili zimesalia sawa kabla ya mechi ya marudilio inayopangwa kufanyika Oktoba 28 mwaka 2025 Johannesburg. Hapo ndipo kufuzu kwa awamu ya mwisho ya shindano hili itatambuliwa. Katika mechi yake ya kwanza kwenye usukani wa timu ya taifa ya wanawake, kocha Pamphile Miayo alipanga timu iliyojipanga vyema na yenye nizamu licha ya kasoro fulani za kiufundi ambazo lazima zirekebishwe kabla ya kusafiri hadi Afrika Kusini kutumaini kufuzu. Ni hayo tu tumekuandalia kwa tarehe ya leo Oktoba 23, 2025. Mpenzi mtazamaji wa ratiba zetu, asante sana kutukopa jicho na sikio mwanzo hadi tamati wa matangazo yetu. Mungu atubariki sote. Tukutane kwa ratiba zingine. Baki mwaminifu. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.